Ibada ya kuaga mwili wa marehemu Charles Hilary imefanyika katika kanisa la Anglikana la Mtakatifu Bartolomayo Ubungo, Dar es Salaam, ambapo akitoa mahubiri ya askofu wa kanisa la Anglikana Dar es Salaam amesisitiza waumini kuishi katika kusudi la Mwenyezi Mungu. Swala sio kwamba kifo kipo tu. Na kinatokea katika mazingira gani, basi tuache katika mikono ya Mungu. Lakini tunakufa baada ya kufanya nini? Yaani kifo kinakukuta katika mazingira gani? Maandiko niliyosema nasema kwamba Daudi akiisha kulitumikia shauri la Bwana akalala. Kwa hiyo kifo kilimkuta ameshatimiza wajibu wake, ameshatimiza kusudi lake ambalo Mungu amemweka katika uso wa dunia. Katika tasnia ya habari, marehemu Charles Hilary anatajwa si tu kuwa nguli katika usomaji wa habari, bali mtangazaji mahiri wa mpira na hata vipindi vya burudani, zaidi kwenye muziki wa charanga, mpaka kupewa jina la utani mzee wa charanga. Charles alikuwa ni kiongozi, lakini Charles alikuwa ni mlezi. Kwa wale wote ambao tulipita katika mikono yake, hilo tutatoa ushuhuda uliotukuka. Nilifanikiwa kufanya vipindi mbalimbali na Charles. Kuna kipindi tulianzisha cha mara moja kwa wiki kinaitwa Kurunzi la Wiki, ambacho alitaka niwe nakifanya naye yeye. Ni kipindi ambacho kwa cha masaa mawili, saa 6 mpaka saa 8 za mchana, lakini kwa charanga ilikuwa maarufu sana kwa sababu ya Uncle Charles. Yeye ndo alikuwa muasisi wa kipindi cha macharanga, na hata baadhi ya watu walikuwa muita Uncle Charles, bali wanamuita mzee wa macharanga. Kwa ni mtu ambaye alikuwa na kipaji cha aina yake. Ukimpa kusoma habari, eneo ambalo yeye mwenyewe alikuwa analipenda haswa, akisoma habari unasema naam, hii ni habari. Sasa akitangaza mpira ndio inakuwa shughuli nyingine. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mwenye kipaji cha hali ya juu sana. Pengine zawadi ya kipekee ambayo Charles Hilary alikuwa nayo ya kipekee kabisa ni ile hali ya kuweza kuzungumza na mtu wa aina yoyote kwa lugha yake na wakaelewana. Ni ile hali ya kutodharau mtu kwa sababu ana umri mdogo au ana kipato kidogo, au kumwangalia mtu ambaye ni mkubwa sana kikipato au kielimu au kiumri na kuwaweka katika mizania tofauti. Hiyo kwa kusema ukweli alikuwa anayo sana, uwezo wa kuunganisha watu, tena sio kwa majigambo, tena sio kwa maringo, tena sio kwa kuwa serious sana, lakini kuhakikisha kwamba anakufundisha kwa namna kuingiza maskhara na ucheshi wa kipekee kabisa. Katika wasifu wa marehemu uliosomwa na mtoto wake wa kike Faith, amemuelezea baba yake kuwa pamoja na mambo mengine alikuwa ni mtu aliyeshiriki kikamilifu kwenye masuala ya kikanisa na kiimani. Charles ametuachia wosia wa kutokuendekeza stress. Alitaka tufurahi, lakini alihimiza sana watu wamche Mungu. Na ametuasa kwamba siri kubwa ya mafanikio ni kuwa tayari kujifunza, na usilolijua uliza, na unapokosolewa kubali kukosolewa. Baada ya ibada hii ya kuaga katika kanisa hili la Mtakatifu Bartolomayo hapa Ubungo, Dar es Salaam, mwili wa Charles Hilary utasafirishwa kuelekea kule Zanzibar kwa ajili ya taratibu zingine za mazishi, ambapo Mei 14 maziko yanatarajiwa kufanyika katika makaburi ya Mwanakwerekwe katika mkoa wa Mjini Magharibi. Mimi ni Juliet Robert, ITV, Dar es Salaam.